Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leo nimemtembelea shekhi hapa maalimu wa dini au amiri wa walimu wa dini mashuleni katika wilaya ya Ubungo ili tuweze kumhoji mambo mawili matatu kuhusiana na kazi yake na changamoto anazopata na wito wake katika kazi hii. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Na mdini kutembelea leo ili tuweze kujua kazi yake, wepesi wake na uzito wake katika changamoto. Kwanza labda kifupi, kabla tuendelea, unaweza ukatufahamisha ukatoa utambulisho wako katika haya majukumu yako, wewe ni nani, nisikuseme mimi, na labda kazi yako ni ipi hapo? Naam. Mimi naitwa Salim Ahmadi, mwenyekiti wa walimu wa Maalimu Uislamu wilaya ya Ubungo. Na kazi yangu kubwa mimi ni kusimamia walimu wanaofundisha elimu ya dini mashuleni, kuhakikisha shule zinafundishwa kwa vile inavyostahili, na zile ambazo hazifundishwi nitajua nitakipi walimu ili kuwapeleka za shule kufanya kwenda kufundisha. Ndio majukumu niliyokuwa nayo. Sawa sawa. Sasa labda kila kitu kina changamoto zake. Kwa upi uzito, labda ipi changamoto katika hii kazi yako ambayo unazipata wala unakabiliana nazo? Changamoto kiongozi ziko nyingi sana. Unapokuwa kiongozi basi ujue kuna kukubaliwa na kutokubaliwa. Lipo kundi itatokea litakuelewa unachoongoza, kwenye lipo kundi itafanya kitakataa. Kwa sababu hata Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna kundi lilimfahamu Mtume na kundi likampinga Mtume Muhammad. Hii changamoto ya kwanza ambayo wale na waongoza wengine kunielewa na wengine kutokuelewa. Hii changamoto ya kwanza. Sawa. Lakini changamoto ya pili inakumbana nazo ni namna kwa kutanisha wazazi sehemu moja, kufanya kikao cha wazazi kujadili maadili ya watoto. Napitia changamoto, nakuta na baadhi ya shule walimu wakuu wanakataa, wanasema kwamba hiki ni kikao cha kidini. Kwa hiyo sisi shuleni kwetu sio msikiti. Kwa kama vikao vyako ukifanya wapi, kwenye taasisi yako. Hizo changamoto nilizopitia, lakini na baadhi ya shule nikifikisha taarifa kama hizo basi wanazipokea, wanaonyesha ushirikiano mkubwa na tunafanya vikao vya kazi. Sawa. Sasa kweli hayo yapo, lakini kwa upande wa wale unaoongoza au labda wanafunzi wenyewe, upe mzigo wao au mapokezi yao kwako kwa ajili ya majukumu haya? Kama nilivyosema awali, kama nilivyosema la kwanza, uongozi ni dhamana, na uongozi ni kitu ambacho unatakiwa una hekima na subira. Kwa hiyo wapo wananikubali, wapo niko na pamoja, tunafanya kazi pamoja, na ni ngumu kufanya kazi kama watu wote wakakuelewa. Lazima upate changamoto ili kupima kuangalia uwezo wako na uongozi. Upande wa wanafunzi wako waelewa, na ukiangalia kwa kanuni sasa watoto tulikuwa nao ni watoto ambao kidogo kidini hawapo. Kwa hiyo changamoto zipo, lakini tunapambana nazo hivyo kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu watatuelewa.